kama nyinyi ni Waislamu, muishi kwa amani, muishi kwa mshikamano, muishi kwa kupendana, na wanaoendesha wawaendeshe kwa misingi ya kujenga hayo. Wanaosimamia mambo yenu wasimamie kwa nia ya kujenga hayo. Tusiishi kwenye unafiki, tusiishi kwenye dhulma, tusiishi kwenye kudhulumiana. Hayo kama sote tumepita kwenye Ramadhani, maana hayo ni sehemu ya murakabatu. Tupambanie hayo, kwa sababu tukiyapambania hayo ndio hii nchi itapata faida ya huo Uislamu, itapata faida ya hizi ada zilizowekwa za Uislamu, mila iliyowekwa Mwenyezi Mungu aliyotuwekea, ili tuwe wema, tushikamane, tupendane, tufanyiane ihsani, tufanyiane wema, tusidhulumiane. Kwa hiyo mimi nimalizie kwa kusema tu kwamba nchi yetu hii katika hilo tumeyumba, na tumepata mifano mingi huku tunakotoka, lakini wajibu wetu kujenga. Na kwa upande wetu sisi ndio tupa dhamana ya kusimamia mambo ya nchi yetu, ili kujenga misingi iliyokuwa inastahiki katika nchi yetu. Tusende hivi tunavyokwenda, tusende mpaka mtu akauliza hawa ndio Waislamu wa madhehebu gani? Kuna Uislamu huu? Hawa Waislamu kweli? Ni lazima tujenge misingi itakayoendana na kwamba kweli hawa ni Waislamu. Na kuendana na kama hawa ni Waislamu ni kwenda nchi yetu ikaendeshwa kwa misingi ambayo itakuwa ni ya kistaarabu, itakuwa ni ya haki, itakuwa ni ya kujenga mshikamano wa watu, itakuwa ni kusimamia haki za watu, itakuwa ni kuwapa watu ikawa kweli hii ni nchi yao, wanalolitaka wao kwa wingi wao, likawa hilo ndio liwe. Iendeshwe nchi yetu kwa misingi hiyo, ndio tutakapoweza kusimamisha dini yetu, na bila kuwa na misingi hiyo dini yetu itayumba. Sisi mliotupa dhamana hiyo, niseme tu kwa sisi, kwa upande wetu sisi, hilo tunalipambania kweli kweli. Ahadi yetu sisi katika hilo hatutachoka, kwa sababu ni wajibu wetu, ni wajibu wetu kama wananchi, ni wajibu wetu kama Waislamu kulipambania hilo, kwa sababu tuna dhamana. Tulipokubali hayo, tumekubali kama Waislamu pia dhamana ya kuwasimamia haya ili yasimame. Wapo akina Nadir bin Harith, wapo akina Ibn Salula. Mimi niwaambie kwamba hawa hatotutoa sisi kwenye reli, tutasimama katika hili, na inshallah Mwenyezi Mungu madam tunatawakal kwake, basi tutasimama nchi hii tuisimamishe katika misingi ambayo itakuwa ni haki. Tunapambania hilo, na inshallah tuendelee kuomba dua katika hilo, hatutokata tamaa, tunaendelea nalo. Niwahakikishie kwamba tunaendelea